mtazamaji wa Sibuka TV, ninakusalimu tena kwa jina la Yesu. Namshukuru Mungu sana kwa ajili yako wewe ambaye umetenga muda wako kwa ajili ya kufuatilia kipindi hiki cha Saa ya Urejesho kinachotoka kwako na mimi mchungaji Innocent Julius Ndawida ya Konongo. Ni mwalimu na ni mwinjilisti pia, lakini pia ni mchungaji wa kanisa la EAGT Lango la Baraka ambalo liko katika mji wa Ifakara katika mkoa wa Morogoro. Naam, wiki iliyopita nilikuwa nafundisha somo linalohusu utendaji wa ufalme wa giza, na nikasema hapa duniani kuna aina tatu za serikali zinazotenda kazi kimfumo. Serikali mbili zinatenda kazi katika mfumo wa kiroho, lakini tofauti na serikali moja ambayo ni serikali ya wanadamu. Sasa nikasema naanza kufundisha kwa habari ya utendaji wa ufalme wa giza, kwa sababu ukiangalia ufalme wa giza una wanachama wengi sana kuliko ufalme mwingine, na ndio maana ni muhimu sana kaona nianze kufundisha kwa habari ya utendaji wa ufalme huu. Na Yesu Kristo ndiye alileta ufalme wa Mungu duniani. Hata alipoanza kuhubiri pale Galilaya akasema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umefika tayari. Haleluya! Kwa hiyo maana yake ni kwamba Ibilisi naye ndiyo kiongozi wa ufalme wa giza. Na tuliangalia wiki iliyopita, kipindi kilichopita, kwamba huyu Ibilisi ni nani, chanzo chake alitokea wapi, wapi anapokaa, na nafasi yetu wana wa Mungu ni ipi ndani ya Kristo, na shetani nafasi yake ipi pamoja na serikali yake. Sasa leo nataka nifundishe kwa habari ya utendaji wa ufalme wa giza, lakini sehemu ya pili ambayo nitajikita kuzungumzia silaha ambayo anaitumia kuteka watu wengi sana. Kwa hiyo jambo hili muhimu sana kwako, utakapojua huyu shetani anatumia silaha gani kuwapata watu wengi sana, na hata napo wengine uwezekana wewe uko kwenye himaya yake, ni mwanachama wa serikali ya ufalme wa giza. Haleluya! Tasoma kitabu cha Waefeso sura ya 6 na ule mstari wa 11. Biblia inasema, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuzipinga hila za shetani. Nasikia Mungu anatupa angalizo sisi wana wa ufalme wa nuru, ambao kiongozi wa ufalme huu ni Yesu. Sasa nasema vaeni silaha zote za Mungu mpate kufanyaje hizo silaha? Kuzipinga hila za shetani. Hizi silaha sio mikuki, silaha sio bunduki, wala sio mabomu. Biblia inasema silaha zetu zina uwezo katika Mungu, ni silaha za kiroho, kwa sababu hata ufalme wa giza hautumii silaha za mwili, ni silaha za kiroho pia, kwa sababu dawa ya moto ni moto. Haleluya! Kama shetani anatumia silaha za kiroho, na sisi lazima tujue silaha za kiroho. Lakini ni muhimu kujua sasa silaha anayotumia shetani. Anasema anatumia silaha ya hila, tupate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kumbe silaha kubwa anayetumia shetani na serikali yake na mawakala wake ni silaha ya hila. Hila ni nini? Hila ni uongo uliojificha ndani ya ukweli. Ni uongo uliojificha ndani ya ukweli. Mtu anaweza kaona kuchekea kwa nje, lakini ndani angetamani kusikia umekufa. Maana yake huyo ndani yake amejahila. Mtu anayekujia kana kwamba ni mtu mwema, lakini kumbe ndani ananyobaya. Kwa hata shetani anapofanya kazi kuwapata watu wengi, anatumia silaha hii ya uongo uliojificha ndani ya ukweli. Kwa hiyo kama hauna neno la Mungu, huwezi ukapambanua kujua huu ni uongo wa shetani au nini. Haleluya! Naweza nisome kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari wa 3.
Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari wa 3. Biblia inasema lakini nachelea kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake, asije akawaharibu fikra zenu, mkauacha unyofu na usafi wa Kristo. Paulo anawapa angalizo wa Korintho, kanisa wa Korintho. Anasema ninachelea ili sije yule nyoka aliyemharibu Hawa akawaharibu na ninyi. Haleluya. Sasa ngoja niseme kidogo historia. Nilisema Lusifa huyu kabla hajaasi alikuwa anakaa kule mbinguni, kwenye serikali ya mbinguni. Nilisema mbinguni akosema ile ni nchi kabisa, lakini tofauti ya nchi nyingine ni nchi ya kiroho ambaye ni mfalme wa kiroho, maana Mungu ni roho na raia wa ile nchi ni raia wa kiroho. Sasa kiumbe chochote ambacho kiko katika roho, na tuliona kwamba Lusifa alipotupwa kutoka kule mbingu ya tatu ambapo ni makao makuu ya serikali ya Mungu, akatupwa chini na akatupwa makao yake yako kwenye mbingu ya pili. Anaitwa mfalme uweza wa anga inayotawala usiku, ni anaitwa ni mfalme wa giza. Haleluya. Lakini eneo lake anayotumia kutenda kazi ni hapa duniani, na tulijifunza kipindi kilichopita kwamba shetani hakudizainiwa kutenda kazi hapa duniani. Dunia ni korona Mungu alidizaini kwa ajili ya watoto wake, yani Adamu na mzao wake. Sasa shetani yeye hapa duniani ni eneo lake la mawindo. Haleluya. Yeye ni eneo lake la mawindo. Ndio maana tulisoma Yakobo 4:7 inasema mkingeni shetani naye atawakimbia. Kwa nini anakimbia? Kwa sababu anajua hapa dunia si eneo lake. Ndio maana tukasema wala msimpe ibilisi nafasi, wa Efeso 4:27. Kwa nini? Maana yake yeye anapokuja anatafuta mpe nafasi aitumie kukaa kwenye nafasi yako. Sasa ili aweze kutenda kazi kumwangusha Adamu na mke wake ambao waliweka kama malkia na mfalme watawale dunia kwa niaba ya Mungu baba yao. Sasa shetani akawa anatafuta afanyeje. Kule mbinguni alipoasi alitaka kufanya mapinduzi ya nguvu, ndio maana kulitokea vita kule mbinguni. Lakini kwa Adamu ili kumpata hakutumia nguvu, alitumia hila. Biblia imesema wazi, Paulo anasema, anamwambia kwamba yule nyoka sita kawadanganya kama iliyomdanganya Hawa. Sheria ya kiroho inasema hivi, ili kiumbe ambacho kiko katika roho aidha kutoka kwenye mbingu kule mbinguni makao makuu, aidha kwenye mbingu ya kile ambako ni makao ya Lusifa, kisha kutenda kazi hapa duniani, lazima kiafananie mazingira, kitumie kiumbe ambacho kilidizainiwa kuwepo hapa duniani. Ndio maana sasa wakati ule kabla ya dhambi haijaingia, wanyama walikuwa na uhusiano mkubwa sana na Adamu na Hawa, na tena inaonekana wanyama walio wengi walikuwa wanaongea. Ndio maana ukisoma ile Mwanzo sura ya 3 unaona nyoka anaongea na Hawa. Haleluya. Sasa sikiliza, nyoka yule Lusifa akaona akiwa kule juu kwenye mbingu yake makao yake, akaona ili aweze kumsikia Adamu, aweze kumwondoa kwenye nafasi, apite wapi, atakuja kwa njia gani? Maana unawahi kuwaza hivi, kama angekuwa anaongea, maana shetani ni roho, angewezaje kuongea na Hawa ambaye yuko katika mwili halafu yeye haonekani? Bila shaka Hawa angeshtuka, pengine alienda kumfuata hata Adamu mume wake alipokuwa amejificha, alipokuwa pengine anafanya kazi, angemwenda kumwambia kwenda kumita mume wake, njoo kuna kitu kinachoongea na mimi, halafu akionekana. Lakini shetani akaona pite ndani ya nyoka,
Maandiko yanaweka wazi ya kwamba nyoka alikuwa mnyama mwerevu kuliko wanyama yote, maana alikuwa karibu sana na Adamu na Hawa. Ndio maana maandiko yanasema adui za mti ni watu wa imani wake. Akishinda kukupata kwa watu walio nje, lazima tatafuta pite kwa mtu wa karibu sana wewe. Hata sasa unapozungumza una majeraha, kwa sababu kuna mtu aliyekutenda mabaya ambaye ulikuwa pamoja na yeye sana. Tena pengine alikuwa ni mpendwa mwenzako, inawezekana alikuwa ni mchungaji wako, inawezekana alikuwa ni mfanyakazi mwenzako, ulimwamini sana. Shetani akapita kwa huyo. Sasa una maumivu makubwa, una uchungu sana moyoni. Hiyo ni kanuni ya Shetani. Akaingia ndani ya nyoka. Ndio maana wakati anaongea na Hawa, Hawa alijua ni nyoka wa siku zote, kumbe kuna roho imekwisha kumwingia. Ndio maana hii Shetani hawezi kutenda kazi hapa duniani, ana mawakala wake. Hawa wanaitwa wachawi, wanaitwa waganga, wanaitwa watu wa kila aina, wanatoa kafara. Hawa ni mawakala wa Shetani. Sasa katika mwili ni wanadamu mchana wanatembea, lakini wanapokuja usiku wanageuka kabisa. Sasa wanakuwa katika ufalme wa giza kwa ajili ya kazi maalum. Haleluya! Ndio maana hata Yesu alipotaka kuja kutuokoa sisi wanadamu, asingeweza kuja yeye kama Mungu ni roho, akaja katika roho. Halafu akaanza kuambia watu tubuni, maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Halafu aonekana na ongea bila kuonekana, asingempata yoyote, maana ungejua pengine huyu ni mizimu ya watu. Maana watu wamekuwa wanakimbia, wanasikia sauti, halafu leo ongea hamone. Hawamu. Ilibidi Yesu auvae mwili. Haleluya! Kitabu cha Wafilipi sura ya 2 anasema akatwaa umbo la mwanadamu, tumbo la mtumwa mwanadamu aliyekuwa amepoteza utukufu wa Mungu, ili sasa awafananie wale anaokuja kuwatafuta. Haleluya! Hiyo ni kanuni ya kiroho. Hapa angalia wakati wa malaika kwenye agano la kale walipokuwa nakuja kuleta ujumbe kwa mtu wa Mungu, ilibidi wafananie umbo la mwanadamu. Wale malaika waliopenda kumwambia habari Ibrahimu kwamba atapata watoto wakati anakwenda kuangamiza Sodoma, walivaa mwili. Angalia yule malaika aliyekuwa ametokea wakati wa Joshua, mpaka Joshua akamwambia wewe nani? Yule malaika akasema mimi aliua jeshi la Bwana. Joshua akapomoka hata nchi. Maana yake walikuwa wanavaa mwili wa kibinadamu. Ni kanuni ya kiroho. Haleluya! Ndio maana mtu anapokuwa anaogopa, asilimia kubwa ya maisha yake anatawaliwa na kanuni za kiroho. Ili aweze kushinda ufalme wa giza, lazima muda mwingi atembee kwenye kanuni za kiroho. Akitembea kwenye kanuni za kibinadamu za kawaida, hawezi kumshinda huyu ibilisi anayetenda kazi katika mfumo wa kiroho. Anatenda kazi kwa hiyo. Ndio maana Paulo akasema sasa nachelea, ili asije akawadanganya mkauacha uovu. Mwanzo sura 4:3 tunaona mazungumzo kati ya Hawa pamoja na Shetani. Nyoka anamwambia Hawa, ati hivi ndivyo Mungu alivyosema msile matunda mti? Hawa anamwambia nyoka, matunda yote ya miti ya bustani tunaweza kula, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya Mungu amesema tusile. Tutakapokula tena akasema tusiguse. Hawa yeye aliongeza tusiguse, ila Mungu alisema msije mkafa. Sasa nyoka akamwambia Hawa, hakika hamtakufa. Mungu alisema ile Mwanzo sura ya 2:17 anasema mtakapokula utakufa hakika. Shetani akageuza akasema hakika hamtakufa. Kazi ya Shetani ni kugeuza. Hawezi kumpata mtu asipogeuza mambo. Anaweza kuchukua mambo ya kimungu haya akayageuza kwa kupofusha watu. Mungu akashinda kujua huyu ni Shetani au ni Mungu au ni mimi mwenyewe. Ndio maana wewe Mkristo uliokoka lazima ujae neno la Mungu.
sio mwenyewe. Hawa angeweza kuwa akasikiza Roho wa Mungu anamwambia, lakini shetani alikuwa amekwisha kumiliki ile himaya. Nimesema Hawa akawa amechukua ile matunda akala. Tena nyoka akamwambia, Mungu anajua siku mtakapokula mtakuwa kama yeye. Hawa akajua ni breaking news hiyo, akajua hii ni habari mpya. Akasahau kwenye Mwanzo 1:26 Mungu alikwisha kuwafanya kwa mfano wake na kwa sura yake. Wewe kuwa kama Mungu. Sikiliza, shetani huwa anatumia hila. Anataka kutumia kile ambacho unacho wewe cha kimungu. Anataka kuonyesha kwamba hauna. Utakapoamini kwamba hauna, anachukua cha kwako, anakupa cha kwake. Haleluya. Shetani akikwambia wewe huna akili, halafu ile neno kaliamini, maana yake ni nini? Tafsiri yake yeye ni kinyume chake. Anakwambia ungejua una akili sawa. Lakini kwa kuwa wewe sasa sauti ya shetani wakati unapoongea na tinyana mazingira, ukiangalia na hadi ya shetani kwa hiyo. Wanasaikolojia wanasema hivi, mtu akikwambia wewe hutafanikiwa, halafu ile neno kaita kulikataa pale pale, lile neno na kwenda kutengeneza sasa ukuta ndani yako. Halafu wanasema unahitaji watu 7 wakwambie utafanikiwa, ndipo ile neno uliloambiwa kwamba utafanikiwa liweze kuondoka ndani yako. Kwa nini? Kwa sababu kazi ya shetani ni kuondoa uhalisia wa maisha ya mtu ili ampatie maisha safi ambayo sio Mungu aliyokusudia. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tunaona kwa Hawa hapa akawa amechukua kitu cha samani. Sasa sikiliza, kuanzia hapo tunaona sasa dunia ikabadilika. Tangu hapo dunia ikapoteza uhalisia wake. Shetani akakalia nafasi, akawa ndio Mungu wa dunia hii, akawa ndio mtawala, akawa ndio mfalme, ambazo zilikuwa kimsingi ni nafasi za Adamu na uzao wake. Kwa shetani akabaki kwenye mtawala. Kuanzia hapo ndio maana kila kitu kikabadilika, kikawa katika hali ya kutoka kwenye uhalisia wake. Mpaka sasa inafundisha jinsi ya kuweza kujua silaha anayotumia shetani kuwashinda watu wengi, maana yeye ni kiongozi wa ufalme wa giza. Kwa hiyo wangu umejificha ndani ya kweli. Hebu sasa leo nisome kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari wa 13 mpaka 15. Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari wa 13 mpaka 15. Ili nasema, maana watu kama hao ni mitume wa uongo, watendao kazi kwa hila, wanaojigeuza wawe mfano wa mitume wa Kristo. Wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Umesikia? Basi si neno kubwa watumishi wake nao wakijigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki, ambao mwisho wao ni sawasawa na kazi zao. Hili linasema Paulo alikuwa anawapa angalizo kanisa la Wakorintho, kwa sababu walijitokeza watu ambao wakawa wamejigeuza kwamba wao ni watumishi wa Kristo, wakawachanganya sana Wakristo wakati ule ili waweze kutoka kwenye kweli. Paulo akawapa angalizo, anasema hao ni mitume wa uongo. Halafu akawaambia wala sio ajabu. Unajua walikuwa wanachanganyikiwa wale Wakristo kwamba wale wenzetu kwao ni uongo hawa. Mbona wanasema na wao Yesu, wanasema na wao Bwana Yesu asifiwe? Mbona na wao wanasoma Biblia? Mbona na wanavaa suti na wao kama wachungaji wengine? Mbona kwa kweli wao wanaombea kwa jina la Yesu? Wanasema tunafahamisha kwamba hawa ni mitume wa uongo. Paulo akawaambia hivi, wala sio ajabu, maana shetani mwenyewe akitaka kumpata mtu lazima ajigeuze awe
mfano wa malaika wa nuru. Shetani akisema aje kama alivyo, atawapata wachache sana. Haleluya. Ndio maana ukitarajia kwamba shetani atakuja na sura yake mbaya, atakuja uone mapendo yake, atakuja uone sura yake alivyo, huyo shetani hajawahi kuumbwa. Yeye ni roho. Ili aweze kutenda kazi, lazima apitie ndani ya mwanadamu aliyemfungulia mlango, aliyempa nafasi, ili sasa huyo mwanadamu atende kazi za shetani akiwa katika mwili. Sasa nasema hata shetani mwenyewe anajigeuza awe mfano wa malaika wa Mungu. Anasema si neno kubwa watumishi wake na wakajigeuza wakawa mfano watumishi wa haki, lakini anasema mwisho wao ni sawasawa na kazi zao, yani ni sawa na uharibifu. Sikia, na wale watu sasa tumechanganyikiwa. Imefika wakati imekuwa ni vigumu kutambua mtumishi wa kweli na mtumishi wa uongo. Sasa watu mmechanganyikiwa. Mtu mmoja kanipigia simu, maana nimekuwa nahubiri kwenye vyombo vya habari karibu zaidi ya miaka 15 sasa. Kwa wapo watu wengi ambao nimekuwa napata simu. Watu mmoja kaniambia, mchungaji, nimefika mahali ambapo nimeona bora nikae nyumbani. Shaona wote ni uongo tu, wote ni biashara tu. Nikamwambia kwa nini? Akasema nilienda mahali fulani, mchungaji, nakuta nitapeli, mara hivi, wengine tunaona kumbe miujiza yenyewe ni mazinaombwe. Sasa nimeona bora nikae nyumbani. Lakini akaniambia, nimekufuatilia, ninaona kama vile wewe unataka kuelewa. Nikamwambia hivi, hapa duniani kuna original na fake. Kila kitu kina sura mbili. Haleluya, haleluya. Kila kitu kina sura mbili. Nikamwambia hata sasa wapo watumishi wa kweli ambao Bwana ameshajisazia, wanasimama katika haki, wanahubiri neno la Mungu bila kuichanganya na uongo. Hawatafuti vya kwao, wanatafuta vya Kristo. Hawatafuti vya watu, wanawatafuta watu. Wapo. Haleluya. Anasema wapo watumishi wa ibilisi wanaojigeuza kwa watumishi wa haki, ili watu waweze kuwapata watu. Wala sio shida mtu kuvaa suti, wala sio shida mtu kuhubiri, maana hata hao watumishi wa uongo walikuwa ni wenzetu. Haleluya. Kijana mmoja ninamfahamu, yuko katika mtu mmoja. Yule kijana alikuwa ni mwimbaji, baadaye akaingia kwenye huduma za uchungaji, lakini baadaye nikasikia huduma yake ina mashaka. Sasa yule kijana nikapata taarifa, nikakutana naye, Bwana akanikamatia. Nikamuuliza, Bwana, mbona kama wanamtumikia Mungu wa kweli endelea? Anasema baraka za Mungu zinachelewa sana, lakini ukuu upande wa pili fasta. Umesikia? Na yeye alianza kuweka vitu vinavyohifadhi kiroho, siku hizi vinaitwa. Haleluya, haleluya. Nitakuja kuyasema mambo huko mbele, utaelewa. Sasa nikamwambia hivi, kama umeamua kufa, kafe. Jehanamu iko mbele yako. Ni kweli utapata pesa, utakuwa maarufu, utapata kila kitu, lakini nachokwambia jehanamu asema mwisho wao ni sawasawa na kazi zao, ni uharibifu. Haleluya, haleluya. Maana yake ndio utendaji wa ibilisi. Kwa hiyo hata sasa shetani ndivyo alivyo. Ngoja nikuonyeshe mfano kwenye Biblia. Kitabu cha Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume sura ya 16 na ule mstari wa 16 kwa 18. Hili nasema, ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, tulikutana kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi, aliyewapatia bwana zake faida kubwa kwa kuagua. Akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele akisema, watu hawa
watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuhubiria njia ya wokovu. Akafanya hayo siku nyingi, lakini Paulo akasikitika, akamwambia yule pepo na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke huyu. Akamtoka saa ile. Umesikia kisa cha ajabu sana katika safari za Paulo mtume za umishana. Wakati sasa uko kwenye bara Ulaya, Biblia inasema alipofika katika mji mmoja, anasema walikutana na kijakazi mmoja. Yule kijakazi alikuwa ana mapepo ya uaguzi. Kwa lugha ya sasa hivi tunasema ni mganga wa kienyeji. Sasa yule pepo yule nani yule kijakazi alipoona kina Paulo akawafuata. Walipokuwa wanakwenda, hawakuona mjane anasema watu hao ni watumishi wa Mungu aliye juu. Kwa hiyo kama unamkamata shetani kwa uongo, hapa hakuna uongo hata tone. Kwa hiyo wewe yeka hili tu kwamba shetani ni muongo, ni sahihi kabisa. Lakini atungeni kwambie, kuna wakati shetani anaongea ukweli. Na anapoongea ukweli ni kwa maslahi yake, ili kukupumbaza wewe, ili uweze kuamini upumazike. Lakini kuna wakati shetani anaongea ukweli, inategemea na mamlaka iyo mkamata kwa ile eneo. Ndio maana huwa anaweza kasema siri zake anavyotenda kazi. Inategemeana wewe ambaye sasa unamkamata, kiwango chako cha mamlaka, ataongea ukweli. Lakini huyu pepo huyu alikuwa anaongea ili ajifiche, akina Paulo waone huyu naye mpendwa mwenzetu, huyu naye ni mwokozi mwenzetu, huyu naye ni mkristo mwenzetu. Ndio maana nimetambua kwamba sisi ni watumishi wa Mungu wenye kuhubiri watu wa njia ya wokovu. Lakini kwa kuwa Paulo alikuwa ana Roho Mtakatifu, haleluya, yule Roho Mtakatifu ndani ya Paulo akawasha taa nyekundu ndani ya Paulo mtumishi wa Mungu. Akasema huyo sio mwenyewe anayeongea huyo ndani ya huyo mwanamke, ni pepo. Anachotaka pale ni kulinda himaya, ili muone ni mwenzenu na anaokoka, mpite mwende mtu mwingine, halafu yule aendelee kufanya biashara za kuuza nyota, akili za watu, maisha ya watu, ili aweze kuendelea kutenda kazi pale. Haleluya. Kwa hiyo naona huyu alikuwa analinda himaya, na maandiko amesema kwamba aliwapatia bwana zake faida kubwa kwa kuagua. Maana mpaka sasa wapo watu wanaoenda kwa waganga. Kama sasa tunaelekea inapofika hata wakati wa uchaguzi, waganga wa kienyeji wanapata hela nyingi sana. Watu wanataka vyeo, wanataka udiwani, wanataka vyeo, wanaenda kwa hao ili wapatiwe madawa wenye vibali vya uongozi kwa hela. Ndio ukisoma ile sura yote, baada ya hiyo Paulo alipomkemea yule pepo, nini kilichotokea? Yule mama akawa ameokoka. Alipookoka, maana yake biashara ya uganga ikaishia hapo hapo. Haleluya. Ikaishia hapo hapo. Kwa nini? Maana yake ufalme wa Mungu ulifika kwenye mji ule. Ufalme wa Mungu unapoingia kwenye kijiji, unapofika kwenye mji, lazima ngome za shetani zianguke. Nami nakuambia hivi, wakati sasa Mungu anajiinulia watu watakaohubiri injili ya ufalme ya kumkusanyia Yesu wateule wake aliyemtoa tangu asili akawachagua. Sasa nataka kuwaita, hata kama ni watumishi wa shetani, lazima wataacha kazi zao, watakiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba. Haleluya. Kama ndio maana Paulo alipofika pale, pamoja na kwamba mtu ni taharuki, watu wakaandamana, wakawakamata kila Paulo na Sila, wakaweka ndani ya gereza. Haleluya. Wakajua neno la Mungu linafungwa, lakini alipofika ndani ya
hasira ndani ya gereza, wanamweka gerezani Yesu Kristo mwenyewe ndani ya kina Paulo. Ndio maana Yesu hakuweza kukaa kwenye gereza. Kama alishinda kukaa kwenye kaburi, aliweza kukaa kwenye gereza. Yesu akatoka, akina Paulo akaenda kupiga Injili. Haleluya, haleluya. Basi tunajifunza hila ya shetani kutenda kazi. Kwa hiyo unaona kuna watu ambao ni watumishi wa shetani, halafu wanajigeuza sasa. Ndio maana unaanza kuona kuna wimbi kubwa la watu ambao ni waganga wa kienyeji, nao wanaiga kwamba nao wanaokoka, hawakuishi ya shangaa, warudi tena kule kule. Ni kanuni ya shetani kwa ajili ya kujigeuza. Haleluya, haleluya. Nitasoma tena kitabu cha Petro wa kwanza. Petro wa kwanza ina sura ile ya 5 mstari wa 8. Biblia inasema muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa msitaki wengi kuishi kama simba angurumaye, huzunguka akitafuta mtu ammeze. Hapa Petro naye anasema, anatupa angalizo sisi tunaamini Kristo, tulichagua kumekaa tumaini. Anasema muwe na kiasi na kukesha. Maana yake ni kuwa rohoni wakati wowote. Kwa nini tulijifunza hivi? Shetani yuko kwenye mawindo hapa duniani. Sasa anasema tuwe na uwezo wa kuwa na nidhamu ya hali ya juu sana. Kiasi maana yake ni kwenye nidhamu yako binafsi. Anasema na kukesha na kuwa rohoni wa kujua kwamba uko vitani. Watu wengi sasa mmelala, mnatafuta maisha, mnatafuta pesa. Ukiondoka asubuhi saa 12 ni mpaka saa 2, unakuta kila siku watoto wamelala. Unatafuta maisha, lakini bahati mbaya sana hata maombi huwezi tena. Zamani kunaweza kuomba hata saa 1, sasa imebaki tu ni nyaro. Hata maombi ya saa 1 huwezi. Zamani kunaweza kusoma Biblia, safari sasa umeshapesha kabisa. Umebakia tunaenda kanisani na simu, hata kwenye ibada na chati umeshaisha. Watu kwa sababu muda mwingi unawaza vinavyoonekana. Na ndio maana ninavyosema sasa uko kwenye mstari wa Mungu. Bado dakika chache sana tayari uwe mwanachama wa ufalme wa giza. Ndio maana Bwana wa majeshi ameutuma kwako. Ili nasema shetani ni mstaki wetu. Hata sasa naenda meza Mungu mstaki. Anasema mbona wewe unasema nakupenda, lakini mbona sio mwaminifu, ni mwongo? Mbona anahawala kwa siri, lakini anaimba pale, lakini pengine na kiongozi mzee wa kanisa anapeleka mashtaka mbele za Mungu. Sasa yale mashtaka Mungu anapoyapata, Mungu ni mvumilivu sana. Anachokifanya, anaanza kukuonya kwanza. Anakuletea ujumbe kama hivi. Analeta ujumbe kukuonya kama hivi, kwamba sasa ulikuwa mkeshaji, sasa umebaki kwa mtu mwingine. Funguka usituke sasa, maana shetani anakuingizia pia, anataka kushika kama ni kwako. Haleluya, haleluya. Sasa sikiliza. Anasema yeye ni kama simba angurumaye. Mimi nafurahi sana. Kumbe hii ni kama simba. Ni kama. Maana sana watu kweli wanaocheza wanapokuwa wanaonyesha pengine wamechora kama sanamu ya simba. Kama simba. Lakini sio simba. Sio simba. Bali anasema anaunguruma. Sikiliza. Silaha ya shetani anatumia pia vitisho. Anatumia mlango wa hofu ili aweze kupata kile cha kwako. Anasema ni kama simba. Kwa nini nikwambia shetani yeye hana kitu cha kwake halisi cha original? Hana. Hata anaweza kuunda sisimizi hana. Ila anaweza kaigiza ili kuwapofusha watu washindwe kujua. Aweze kuwapata watu. Ndio maana anaigiza kama simba. Haleluya. Ni kwa nini? Kwa sababu yuko anaitwa simba wa kabila la Yuda. Yeye huyo ndiye original. Akiunguruma lazima malango ya kuzimu yatetemeke.
kuachia lazima waachie tu. Haleluya, haleluya. Lakini anasema anaunguruma. Hila nyingine ya shetani anayetumia sasa ni kuwaingizia watu hofu. Hofu imetanda. Wakati nakumbuka hata wakati ule ugonjwa wa corona, watu wengi sana walikufa kwa sababu ya hofu. Maana anasema anachoogopa mtu ndicho kinachompata. Lakini asikie kiongozi wakati ule akatoa tangazo la ushindi. Ndio kazi ya kiongozi. Akasema wala msiogope, fanyeni kazi kama kawaida. Chukueni tahadhari tu. Haleluya, haleluya. Wakati mwingine yeye barakoa akayaita kama masindilia ili kuonyesha ni kumpuuza shetani. Haleluya, haleluya. Kwa nini shetani anatumia silaha ya hofu? Hata kuna makampuni ambayo unakuta ili waweze kuuza bidhaa zao, lazima watangulize hofu kwanza ili watu waweze kupata zile bidhaa. Ni hila. Yaani baada ya Adamu kuanguka kila kitu kilitoka kwenye uhalisia wake. Ili watu waweze kupata vitu wanatumia ujanja hila. Tunaona kuna hofu. Kuna hofu ya kifo, hofu ya mauti. Mpaka sasa ninapoongea, hofu ya kifo inakutesa sana. Unatazama umelala kwenye kochi kwa sababu na shetani kuhubiria na kuambia safari hii hautaona, hautatoka. Hofu imejaa. Hofu ya kifo imekutana. Hata unapokaa unajinamia, unahisi kana kwamba mwaka huu hautamaliza. Ninaleta habari njema kwa ajili yako. Haleluya, haleluya. Biblia inasema pendo na Mungu inatupa nje hofu. Timotheo wa pili 1:7 anasema hatukupewa roho ya hofu, tumepewa roho ya nguvu na ya upendo na moyo wa kiasi. Haleluya. Kwa sababu Bwana ni nuru yako na ngome yako. Umwogope nani? Wewe ndani ya Yesu. Lakini ukiwa nje ya Yesu, Biblia inasema lazunguka anamtafuta mtu wa kumeza. Kwa hiyo ukiwa ndani ya Yesu, Biblia inasema ile pendo la Kristo linatupa nje hofu iliyoko ndani yako. Kuna hofu ya maisha inakusumbua. Kiangalia familia yako sasa ni kama inakuzidi nguvu. Kipato chako unachokipata hakitosheki kuhudumia familia yako. Unaanza kupiga picha. Hii miaka miwili ya kuja ninaweza nikamudu wewe. Hofu ya maisha inakusonga. Wengine hofu ya kusalitiwa. Umeshakuwa na mashaka na mke wako, umeshakuwa na mashaka na mume wako, unahisi sasa unakwenda kukusaliti. Sio muda mrefu hofu imekujaa, pamoja na kwamba mnaishi pamoja, lakini na hofu ya kusalitiwa. Lakini kuna hofu nyingine inayotesa watu, hofu ya maisha inawatesa watu sana. Ukiangalia maisha yanavyokwenda sasa, dunia inavyokwenda, unawaza itakuwaje mbele. Ukiangalia mshahara unaopata hautoshelezi. Ukiangalia kipato hicho nacho hautoshelezi. Na mambo yamekuwa magumu sana kwako. Yamekuwa magumu. Hofu ya maisha inakutesa. Hofu ya kuaibika. Una hofu ya kuaibika. Tuna hofu. Miaka inakwenda sasa hujaolewa. Miaka inakwenda hujaolewa. Unaanza kuhisi tunapotembea kana kwamba wanakusema wewe. Hofu na waza huko mbele. Utakapofika umri kadhaa haujaolewa. Je, sitakuwa ni aibu? Hofu ya kuaibika inatenda kazi sasa. Ndio maana hata sasa unapotembea unajiona ni mbaya tu. Hofu ya kuaibika. Lakini kuna hofu ya kushindwa. Umeanza jambo, kuna jambo umelianzisha, lakini unahisi hautafika nalo mwisho. Unahisi halitaleta matokeo. Na tena shetani anatumia watu wengi sana. Wanaanza kukwambia, wanaanza kuambia kwamba sijui kama utaweza. Kuna kelele nyingi sana za watu zinazoimba. Haleluya, haleluya. Biblia inasema Bwana
nani wa kwa ajili yetu? Nani wa kwa ajili yetu kama Bwana akiwa upande wetu? Haleluya, haleluya. Tunaona shetani ametenda, amekamata ulimwengu huu, ameukamata kwa hila sana, na watu wengi hatujui. Tunaona mambo yanakwenda, kumbe ni kwa sababu ya mfumo wa uasi unaotenda kazi, mfumo wa uharibifu unaotenda kazi sasa kwa njia ya urongo wa hila ya shetani. Mpaka sasa ninapoongea wewe ni mwasirika, maisha yako sasa hana mwelekeo tena, na wapo watu wamejeruhiwa hata tu na watu ambao waliwaamini sana. Shetani alikuja kwa hila akapata ndoa yako. Leo ndoa yako haina amani kwa sababu kuna taarifa ulizozipata, kuna taarifa zilipata uongo, ukazifanyia kazi. Sasa ndoa yako imeharibikiwa. Nasema mchungaji, nimekuelewa sana kwa nafundisha kwa habari ya utendaji wa ufalme wa giza, lakini leo nakwenda kuzungumza kwa habari ya silaha ambayo shetani anaitumia. Nasema hivi, ukiwa nje ya Yesu, uwezo wa kushinda haupo, kwa sababu hakuna nguvu ya kukuwezesha kushinda. Lakini ndani ya Kristo, neno la Mungu ndiyo Yesu mwenyewe. Ndani ya Kristo napewa na Roho Mtakatifu, anaweza kukwambia huyo ambaye unashirikiana naye kwenye biashara sio mwenyewe. Huyo ambaye anakuchumbia sio mwenyewe na hila. Wapo watu wengi mnalia kwa sababu hata mwanaume aliyekuoa alikupata kwa hila, alificha makucha yake, akawa ya kudanganya kwa zawadi. Ulipokuja umeingia ndani ukakuta sio mwenyewe, sio mwenyewe. Ninakumbuka miaka fulani, wakati niko kwenye kanisa langu bado ni muumini, wakati panaimba kwaya, aliokoka kijana mmoja alikuja kanisani, na alipokuja kanisani naye akaja, tukawa tunaimba naye kwaya. Baada ya muda kadhaa akaenda kwa mchungaji akasema nataka kuoa. Kama hivyo ada, binti akapata taarifa, na kwa kuwa binti naye anahitaji ya kuolewa, wala hakuna nafasi ya kusema atulia muulize Mungu, shetani anapitia kwenye uhitaji. Sikiliza, baada ya muda wakafunga ndoa. Walipomaliza kufunga ndoa, yule jamaa akamwambia, mimi nilikuwa sijaokoka, mimi nikufuata wewe. Niliambiwa watu wakiokoka huwa ni waaminifu. Sasa mimi nimeshakupata, sitaki kuenda kanisani. Mimi kuja kumfadhili jamaa, zamani alikuwa ni mshirikina, akaigiza kuja kanisani ili kumpata mke. Kwa ile binti akabaki ni kulia, hawezi tena kuja kanisani, ana msiba kwa sababu ametendwa kwa hila. Wanaposema kuna misiba mingi, kuna ndoa nyingi ziko kwenye mateso kwa sababu uliingia kwa hila. Binti huyo ulimpata, aliigiza, kumbe alikuwa ni wakala wa shetani kabisa. Baada ya kumwoa watu, kila kitu kimeharibika. Hila ya shetani. Maandiko yanasema wala hatukosi kuzijua fikra za shetani. Anasema basi upate kuzipinga hila za shetani. Una silaha gani uzozivaa? Silaha gani ulionayo wewe? Unazijua silaha za kimungu? Unajua kweli ya Mungu? Na silaha ya neno la Mungu, silaha ya maombi, naacha
silaha ya maombi, silaha ya imani, silaha ya kumsanga Mungu. Zipo silaha nyingi za kiroho ambazo bila ya shetani haiwezi kufanikiwa kumpata. Ndio maana nilikwambia, shetani anapokuja kwa mtu aliyesimama katika imani, haji akiwa ana uhakika wa kushinda, anakuja akiwa amevaa kofia ya mjaribu. Ndio kazi yake. Haji akiwa ana uhakika wa kushinda, anakuja akiwa amevaa vazi kama mjaribu, kwa ngoja ikabahatishe. Pengine leo anaweza kawa ametoka kwenye nafasi yake. Sikiliza, shetani alimpata Adamu kwa hila. Leo hii dunia tunaomboleza, tunakuwa kwa kasho, mama wanazaa kwa uchungu, maisha magumu na yaona haya kwa sababu ya hila ya shetani. Sasa mimi nataka niombe kwa ajili yako wewe ambao unasema, mchungaji, nimegundua kabisa uwezo wa kushinda mimi kama mimi sina, na mimi nimeitwa kwa ajili kufanya huduma ya upatanisho. Ili nimesema tumepewa neno la upatanisho, tumepewa huduma ya upatanisho, lakini nahubiri kwa habari ya utendaji wa ufalme wa giza. Unataka uwe mwanachama wa ufalme wa nuru, ufalme wa Yesu Kristo. Nimpe Yesu maisha yako. Unakuwa mwanachama wa ufalme wa giza miaka mingi sana, pamoja na kwamba unapenda kanisa la ufalme wa Mungu. Wewe mwenyewe ni shahidi. Hata kama unaweza kujibaguza, wewe ni mwanachama wa ufalme wa giza. Lakini ndio maana Mungu analeta ujumbe huu kwako. Sai natamani sana uweze kugeuka ukuwe mwanachama wa Yesu. Kila kitu kitakuwa kipya. Wewe uwe na hofu ya kifo, uwe na hofu ya magonjwa, uwe na hofu ya kushindwa. Ninapenda kuomba, lakini cha kwanza, muujiza kuliko muujiza yote ni mtu kumpata Yesu. Zaburi 103:3 inasema, akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Ndio muujiza mkubwa. Hivi vitu vingine ni vidogo sana, pata vyote vya dunia, lakini ukiwa nje ya Kristo, jehanamu inakusubiri. Unasema, mchungaji, niko tayari. Pale pale ulipokaa unatazama kwa njia yote, kwa ajili ya mitandao ya kijamii. Sasa hebu naomba nifuatishe maneno haya. Sema, Bwana Yesu, nimekubali neno lako, nami niko tayari kuhama kutoka katika ufalme wa giza kuingia katika ufalme wako Yesu, ufalme wa nuru. Wewe ndiye uwe kiongozi wangu. Ninamkataa shetani na kazi zake zote. Kila utumwa aliyonitumikisha leo inavunja mkataba. Wewe Yesu, ingia ndani yangu na mimi niingie ndani yako, ili shetani anapozunguka hapa duniani asinipate. Ee Yesu, nipe Roho wako Mtakatifu wa kunisaidia kujua hila ya shetani. Asante Yesu kwa sababu ameniokoa. Ninakataa mikataba yote niliyoingia na kuingizwa, mikataba ya kiukoo, mikataba ya kifamilia, roho zote chafu zilizonitawala ninazikana leo kwa jina la Yesu. Sasa umeokoka. Napenda kuomba sasa kwa ajili yako. Hapo takupa neno la kukusaidia. Baba mwenye nguvu, ninaomba kwa ajili ya ndugu yangu huyo, amesikia neno lako, amekubali hawezi kushinda ulimwengu wa roho akausamaliza kwa akili zake. Naomba sasa Bwana Yesu, msimamie, mtetee. Roho yoyote inamtesa, hofu ya kifo, hofu ya kifo, toka ndani ya ndugu huyo. Hofu ya kushindwa, hofu ya maisha, hofu ya kusalitiwa, hofu ya kuaibika, hofu za kila aina, ninaziamuru sasa zitoke kwa jina la Yesu. Ninang'oa hiyo hofu ndani yako, naiamuru sasa ikuachie kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi. Na hata kama umelala, ni kwa sababu wewe ni mgonjwa, una mateso miaka mingi, umepooza, una kisukari, una kansa, una kifafa, ugonjwa aina yote, kila ugonjwa una jina, lakini uko jina nikitoa majina yote jina la Yesu. Ninaliachilia sasa jina la Yesu hapo ulipolala, hapo ulipokaa kwenye kochi, jina la Yesu
naliachilia, jina la Yesu naliachilia, jina la Yesu naliachilia, kwa jina la Yesu Kristo uwe mzima sasa. Naona hiyo pepo nikuachie, ewe chini muachie, ewe kuzimu muachie, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Achia maisha haya na mateso yoweka ndani ya familia hiyo, iondoa na amuru sasa napata kuchomoka kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi. Ninaachilia uwezo wa kifalme juu yako. Inuka sasa, nasema inuka sasa, nasema inuka kwa imani, nasema inuka kwa imani kwa jina la Yesu Mwokozi. Uwezo wa kifalme, mamlaka iwe juu yako kwa jina la Yesu. Amina. Sasa naamini Bwana Yesu anakuponya. Ewe mwombe Mungu sasa akupe mchungaji ampendeza moyo wa Mungu. Nasema leo hii tuko wakati wa hatari. Wapo wachungaji wa kweli wapo, lakini kuna wachungaji pia. Mungu akupe mchungaji atakaye kuchunga kwa mahali kama hapa, anayesimamia maisha matakatifu, atakaye kufundisha kujisimamia, atakaye kufundisha kuomba kwa jina la Yesu siku leo, atakaye kufundisha ushani wa Mungu mwenyewe. Uwe ndani ya ushirika mtakatifu. Mungu atakusaidia, Mungu akutetee na kukaribisha tena siku kama leo na muda kama ule. Uendelee kufuatilia kipindi cha Saa ya Urejesho. Huu ni wakati wa kurejesha uhalisia wa maisha ya watu, kurejesha vitu vilivyokuwa na shetani, ili watu wakapate kuitumikia kusudi la Mungu. Tangu sasa amani iwe kwako.